Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Duru za habari ulimwenguni zinaeleza kwamba Marekani iko tayari kwa ajili ya kufanya mapigano dhidi ya Urusi kwa kushirikiana na washirika wake wa NATO. Hii ni taarifa ambayo imetolewa na waziri wa vita ama waziri wa ulinzi wa taifa hilo la Marekani, Pete Hegseth. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wizara ya vita ya Marekani iko tayari kufanya sehemu yake na kuipa gharama kubwa Urusi kuhusu mzozo wa Ukraine, anasema waziri huyo wa ulinzi wa Marekani, Pete Hegseth, ambaye amezungumza akiwa katika kambi ya kijeshi ya Ramstein siku ya jana Jumatano kabla ya mkutano wa nchi zinazoratibu uungaji mkono wa kijeshi kwa Ukraine. Alipongeza harakati za hivi karibuni za wanachama wa NATO za kijeshi. Waziri huyo wa ulinzi Pete Hegseth, maana yake anataka kwamba katika kipindi ambacho Urusi haitakubaliana na kusitisha mapigano huko nchini Ukraine, anataka washirika wa NATO waingilie kati, huku Marekani ikiongoza majeshi kwa ajili ya makabiliano dhidi ya Urusi. Anasema iwapo vita hivi havitaisha, ikiwa hakuna njia ya amani katika muda mfupi, basi Marekani pamoja na washirika wetu watachukua hatua zinazohitajika ili kuweka gharama kwa Urusi, Hegseth alisema. Aidha, aliongeza kwamba ikiwa ni lazima kuchukua hatua hii, idara ya vita ya Marekani ipo tayari kufanya sehemu yetu kwa njia ambazo Marekani pekee inaweza kufanya, aliongeza waziri huyo wa ulinzi. Hata hivyo, kauli hii imeyapa nguvu baadhi ya mataifa ambayo katika siku za hivi karibuni zilikuwa zikitangaza kwamba zinahitaji mapambano zaidi dhidi ya Urusi. Mataifa kama vile Uingereza, Ujerumani na Ufaransa yaliweka wazi kwamba yapo tayari kwa mapambano wakati wowote dhidi ya Vladimir Putin, kwa sababu wanadai Vladimir Putin amekuwa ni tishio katika nchi za Ulaya. Mnamo Jumapili, Rais Donald Trump alisema anaweza kuipatia Ukraine makombora ya kusafiri ya Tomahawk yaliyotengenezwa Marekani ikiwa mzozo wa Ukraine hautatatuliwa, na alikiri kwamba itakuwa hatua mpya ya uchokozi. Kwa maana hiyo, rais wa Marekani anasema yupo tayari kuanzisha uchokozi mbele ya Vladimir Putin. Lahaja za masafa marefu za kombora hilo la cruise zinaweza kulenga shabaha hadi kilomita 2500 sawa na maili 1550, na hivyo kutishia mji mkuu wa Urusi na miji mingine. Ugavi wa makombora hayo kwa Ukraine ungewasilisha hatua mpya ya kuongezeka, kwa kuwa wanajeshi wa Marekani watalazimika kuhusika moja kwa moja kuyatumia, Rais Vladimir Putin alisema mapema mwezi huu. Hata hivyo, amesema kwamba kitendo cha Marekani kutaka kutuma makombora hayo kitasababisha vita hivyo kutoisha, lakini pia hali itakuwa mbaya katika nchi za Ulaya. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi, Maria Zakharova, alisema siku ya jana Jumatano kwamba Vladimir Zelensky wa Ukraine alitaka kutumia makombora ya Tomahawks kufanya mashambulio mapya ya kigaidi dhidi ya Urusi yakilenga kuzidisha mzozo. Moscow imelaumu kusitishwa kwa mazungumzo ya moja kwa moja ya amani kati ya Urusi na Ukraine juu ya Kiev, ikisema kwamba haina nia ya suluhu iliyotiwa moyo na msaada wa kijeshi wa Magharibi. Urusi iko tayari kwa suluhu la amani wakati wote. Urusi iko tayari kwa suluhu la amani, lakini inaendelea na operesheni yake ya kijeshi kutokana na ukosefu wa njia mbadala, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema mnamo Jumatatu. Moscow inathamini juhudi za amani za Donald Trump na inatumai anaweza kusaidia kuhimiza upande wa Ukraine kuwa makini zaidi na kujiandaa zaidi kwa mchakato wa amani, aliongeza. Hata hivyo, siku ya Jumatano viongozi wa NATO walijadili namna ya kujilinda dhidi ya Urusi. Wakati wakitafakari namna ya kuweza kupambana na Urusi, lakini pia wanatazama njia ya kuweza kujilinda, mawaziri wa ulinzi wa nchi wanachama wa jumuiya ya kujihami ya NATO wamekutana Jumatano mjini Brussels nchini Ubelgiji kujadili namna ya kujilinda na kukabiliana na vitisho na uchokozi wa Urusi. Umoja wa Ulaya unashinikiza kuwepo kwa mfumo mpya wa kujilinda dhidi ya drone ambao unatakiwa kuanza kufanya kazi kikamilifu ifikapo mwishoni mwa mwaka 2027. Mwezi uliopita, ndege za kivita za NATO zilidungua drone za Urusi zilizokuwa zimeingia kinyume cha sheria katika anga ya Poland,
Hii ni moja ya mipango ya Umoja wa Ulaya ambayo itazinduliwa rasmi siku ya leo na inalenga kuandaa umoja huo na kile kinachotajwa kuwa kufikia mwaka 2030 kuna uwezekano wa kutokea kwa mashambulio la Urusi dhidi ya nchi za Ulaya kulingana na ujasusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tulikuwa nayo. Ni mipango mipana inayopangwa na mataifa ya NATO, lakini kubwa ni kile ambacho Wizara ya Ulinzi ama Wizara ya Vita ya Marekani imeeleza kwa utayari wa mapambano dhidi ya Urusi. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.